بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها, itakapotetemeshwa ardhi zilzalaha, ule mtetemeko wake. Upi mtetemeko wake? Mtetemeko wake ambao Mwenyezi Mungu ameshauwekea wakati wake, mwisho wa dunia mtakuwa mtetemeko wenyewe, kama ilivyokuja katika surati al-Hajj aya mwanzo kabisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Yenye watu wanaambia watu kwa jumla, si waumini tu peke yao, taqu rabbakum, mcheni Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kiyama kitakuwa kikubwa sana, na kiyama hapa kikieleza pale ilipotetemeshwa ardhi mtetemeko mkubwa, na hili jambo adhim sana. Taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'a, mtetemeko hiyo saa, wakati uliowekewa maalum wa kiyama, ni shay'un adhim. Hata akasema kwa sifa alizotaja baadaye, yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Siku hiyo mama anayenyonyesha atatupla mbali watoto wake. Mtoto wake anayenyonyesha atamtupa. Kuna mama akamtupa wakati kunyonyesha mtoto, watadhau kulli dhati hamlin hamlaha yawma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, atamtupla mbali mtoto aliyemzuia na uko anamnyonyesha. Na mwenye mimba, ikiwa mnyama, ikiwa binadamu, mimba itatoka siku hiyo. Kwa nini? Ikiwa anakwenda mbio, ikiwa wote vitakapokuwa mshtuko mkubwa. Watadhau kullu dhati hamlin, yule mwenye mimba, kullu, ikiwa binadamu, ikiwa mnyama, ikiwa tadhau, atazaa, yani mimba itamtoka, yani ataharibu ikiwa bado hajafika wakati. Watadhau kullu dhati hamlin hamlaha watara an-nasa sukara, utaona watu kunapokwenda mabio wanapepesuka kama kwamba walevi, lakini wama hum bisukara, wala si walevi, walakini adhabu Allah adhim. Adhabu ya Mwenyezi Mungu inakuwa kubwa siku hiyo. Kwa hivyo kama kwamba hizi za tetemeko huu ambao mshaweki wakati wake, hata akasema yani idha zuziat al-ardu, itapotetemeshwa ardhi, ile zilzalaha iliyowekewa, yani mtetemeko mkubwa uliko mitetemeko yote inatokea. Sasa kama imetokea zilzala katika mji huu, umetokea huko earthquake, sio? Inatokea nchi mbalimbali sana sana, wakifa watu kwa mamia. Sababu huo mtetemeko mkubwa, watu wote walikuwa kwenye ardhi watani, ndio shaika wakati wake, ndio ile zilzalaha, ule mtetemeko wake. Upi ulikuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu, tutafanya zilzala itokezee. Idha zuziat al-ardu athqalaha, idha zuziat al-ardu zilzalaha. Jinsi unapokuwa mtetemeko mkubwa, basi yale yaliokuwa chini ya ardhi yatafanya yataibuka aje juu. Wa akhrajat al-ardu athqalaha, wa akhrajat al-ardu athqalaha, na ardhi itapotoa thaql, uzito. Athqalaha, uzito wake wote uliokuwa chini ya ardhi, ikiwa dhahabu na malmasi na mapetroli na magesi na nini na nini, lakini hasa lengo kubwa kwamba na binadamu walioziko wote watatoka. Wa akhrajat al-ardu athqalaha, na siku hiyo itakapotoa ardhi mizigo yake. Na hii mizigo tumesema nini? Yote yaliyomo ndani ya tumbo lake, tumbo la ardhi, ikiwa hazina, ikiwa maiti, walikushazikwa, ikiwa chochote kile kilichokuwa chini ya ardhi chabiruliwa, ardhi itapasuka, kilichokuwa ndani kitoke. Zama chochote unachokipasua, kama unapasua kwa mpasuko mkubwa, ya ndani yanaonyesha upesi na yanatoka haraka. Iko mpasuko mdogo, sehemu ndogo tuliyopasuka, sio? Kama zilzala zetu ndogo, sehemu ndogo katika ardhi fulani au katika eneo lolote lile, mtikisiko ardhi unaathiri sehemu za karibu karibu, sio? Lakini ile zilzala yake ilikuwa kubwa, kama kitu ukikitupa kwa nguvu kwenye ardhi ikapasuka kifanya nini? Inatoa kila kitu, kila sehemu ya kutoka. Kadhalika zilzala yake itakuwa hali hiyo, hakibaki kitu kilichokuwa ndani ya tumbo la ardhi. Wa akhrajat al-ardu athqalaha,
طيب kwa hivyo idha zulzilat al-ardu zilzalaha Mwenyezi Mungu anasema yale yatakayotokea katika siku ya kiyama kwamba al-ardhu tuzalzil wa tarjuf na tatetemeka tatikisika watartaj na inayumba yumba na inafanya kila kitu siku hiyo hata yasqutu ma alaiha min bina kila majengo yote yaliyojengwa yalikwenda juu yote yataanguka sawa kwa hivyo majabali yatagongana na sehemu za chini na jabali itapogongana ikaanguka itakuwa zote sawa sawa takriban watakunu qa'an safsafa kama ilivyokuja katika aya sura gani Maryam ile sura Maryam qa'an safsafa la tara minha iwajan wala amta hakuna kile pale palipoinuka la tara la iwaja fihi wala amta hakuna kulipoinuka wala kulipodidimia yote itakuwa sawa sawa qa'an safsafa siku hiyo ardhi yote itatoa kila kilichokuwa ndani yake wa akhrajat al-ardhu athqalaha ma fi batniha min al-amwat wal-kunuz wafu na hazina zote ziko chini ardhi zitatoka wa akhrajat al-ardhu athqalaha طبعا binadamu watastaajabu watashtuka وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها na ukitazama kwamba uslubu ya Qur'ani inatumika kama kwamba kitu fi'il madhi kishapita na alisema binadamu mala wa khala lakini khala hii anasema Mwenyezi Mungu asiyezuiliwa na wakati wala asiyebana na wakati yani Mwenyezi Mungu kishasema zamani itakuwa hivyo na itatokezea siku itapofika siku yake kwa hivyo ufasiri kama kitu cha zamani waqala al-insanu ma laha na siku binadamu wataposema leo ardhi na nini jamani siamini wengine au sio amini kama ardhi itapasuliwa kila kitu kitang'olewa kilichokuwa chini ardhi kije juu halafu safari ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hisabu waqala al-insanu ma laha na binadamu atasema al-insan atasema ma laha ina nini leo ardhi ina nini leo Rabbi salim jambo gani lilofika ardhi hii imefika jambo gani hata ikapasuka mpasuko huu hatojua kama ila yule mwenye kuamini anajua siku ikija siku hii na zazat saat shay adhim hatutaka kuuliza atasema hii ndio leo ahadi Mwenyezi Mungu hadha ma wa'ada ar-rahman sadaqa al-mursalun hadi aliweka Mwenyezi Mungu na mitume wamesema kweli kwa hivyo akhrajat al-ardh athqalaha wa qala al-insanu ma laha binadamu atasema leo ardhi na nini asoamini ndio atakasema hivyo atajibiwa yawma idhin tuhadithu akhbaraha siku hiyo tuhadithu itahadithia hiyo ardhi tuhadithu al-ardh akhbaraha yani itashuhudia kila aliyekuwa akifanya amali yoyote katika mgongo wake ardhi ndio shahidi siku hiyo tutafunga midomo kwa binadamu watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun mdomo utafungwa mikono itatoa shahidi utaeleza yote aliyofanya na miguu itatoa shahidi na macho itatoa shahidi na masikio yaliyosikia itatoa shahidi na ardhi itatoa shahidi kwa sababu siku hiyo antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay kama tulivyosema viungo na kadhalika ardhi itasema kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema hapa yaumaidhi siku hiyo hii ardhi tuhadithu itahadithia itaeleza akhbari zake zote zimedawini ardhi imeandika vitu vyote vinavyotokezea mzi ardhi nyote wa shahidi toka mmoja baada mmoja mpaka mwisho watu wote
hakuna mtu atakayeacha habari zake ila ardhi itashuhudia. Katika mgongo wangu huyu kafanya kadha 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 kadha, katika mgongo wangu huyu kafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, wote itaelezea, akiwachi kitu. Yawmaidhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo ardhi tashhadu ala al-amilina ma amilu ala dhahriha, katika yale waliyofanya katika mgongo wa ardhi, min khairin au sharrin, ikiwa kafanya mema. Huyo mtu alikuwa akipita eneo hili kila siku hii, akija katika nyumba fulani akimsaidia yule bibi, akimchotea maji akimletea, alikuwa akija akimfulia nguo zake. Huyo mtu alikuwa akija akigawa sadaka nyumba ina. Huyo mtu kaja katika ardhi fulani akajenga msikiti, akachimbia kisima, akafanya, au sio? Na wengine huyo kazi yake alikuwa kila siku anakuja kwa huyu, akimkera, akimvunjia nyumba yake, akimharibia nini, akimpiga, akimia watoto, kila mmoja, kila kitu, habari za kila mtu itaeleza. Kila sehemu hii ardhi itaeleza watu waliokaa sehemu hizi. Watu wangambo tezo ngambo, tashamba tezi ardhi ya shamba, ardhi kubwa sio. Na wale wanaokaa juu yake, vitu vyote, kila kitu kitakuwa siku hiyo ardhi itatoa ushahidi. Ardhi itatoa ushahidi, tashhadu al-amilina bima amilu, watawala waliofanya kazi kwa yale waliyofanya, ala dhahriha, kwenye mgongo wake, min khairin wa shar. Ujue kwamba ardhi min jumlatin ash-shuhud, ni katika jumla za shuhud, alladhina yashhaduna ala al-ibad bi'a'malihim, katika wale watakaotoa shahidi kwa waja waliokuwa kiishi juu ardhi, na pia na kwa wanyama na vitu vinginevyo. Kila mnyama tutaja kuelezea kwa pembe yake alompiga mwingineo, na yule mtu aliyefanya maasi, aliyefanya mema, ardhi kushuhudia. Kwa hivyo katika jumla ya mashahidi wa binadamu na viumbe vingine, ardhi ni mmoja. Shahidi namba 1 hivi naye ndio shahidi. Kwanza bila shaka malaika. Kwanza mtu mwenyewe ushahidi wake. Ikiwa mtu kama yale uliyofanya mimi sijafanya maovu, la, sasa tukuletee mashahidi. Mimi shahidi mwenyewe. Kama unataka kufanya yani kwa insaf, kwa uadilifu, niache mimi mwenyewe ndio shahidi wangu. La, unataka kutoa shahidi wako, haikutoshi kutoa malaika waliokuwa shamba, nataka peke yangu. Kafa binafsika leo alayka hasiba, inakutosha mwenyewe tu basi. Lakini unafikiri wa mdomo wako utasema la, leo tunafanya nini? Tunafunga midomo yao, alafu tutaacha mikono hizi. Mikono inasema isemi jamani, siku hizi iko lugha abubu wale kwa mikono unafanyiwa lugha, au sio? Lugha kwa mikono, iko mikono watu wanasema duniani, watu wanafahamiana. Huko Mwenyezi Mungu atajalia badala ya mdomo mkono. Hawataka lazima mdomo penye kusema lazima kwa midomo miwili unafunguka, ukifunga na hewa inaingia ndani na ulimi ukitoka ukiingia ndani, sauti inatoka koni, sauti inatoka kwenye ulimi, sauti inatoka mbele ya mdomo. Na wataka hivyo Mwenyezi Mungu anaweza kuuza pengine mdomo mkono kwa kupasua kama mdomo, na mishipa yake ina nguvu zaidi, itasema kwa sauti kubwa. Kwa Mwenyezi Mungu kun fayakun, jambo dogo. Kwa hivyo na shahidi ardhi itasema. Ardhi itasema, itashuhudia, yashhadu ala al-ibad bi'amal dhalika. Kwa nini? Jambo kubwa ni kwamba bi anna rabbaka awha laha, kwa sababu Mola wako ameuamrisha, ameuambia, ameushushia wahi haya ardhi leo zungumza. Bi anna rabbaka awha laha, kwa sababu Mola wako mlezi ameifunulia, ameshushia wahi kuambia haya, sema. Mwenyezi Mungu atajalia ardhi kumbuke kila kilichofanyika juu ardhi yake, toka kuumba binadamu na wanyama na viumbe vinginevyo. Ardhi itatoa ushahidi wake, itaipa amri siku iseme yawmaidhin tuhadithu akhbaraha. Kwa nini? Bi anna rabbaka awha laha, kwa sababu Mola wako mlezi, rabbaka awha laha, atautushushia wahi, ataufunulia ili nini? Ueleze yale atakayosema. طيب يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ siku hiyo, yasduru an-nasu ashtatan, watu watatoka
kwa makundi mbalimbali, kwa mfarakiano. Iko watu katika nyumba moja wanapendana, mke na mume, baba na watoto, nyumba moja, kila mmoja atakwenda upande wake siku hiyo. Wamtazu yawma ayuha mujrimun, kaeni pembeni peke yenu. Wacho ashabu janna wakaekwa peleka kwenye starehe zao. Ina ashabu janna yawma fi shughulin fakihun. Tumaliza sheria kuelezewa sifa na raha na naimu atakayokuwa watu wa peponi, alafu anaambia wenyewe watu wa motoni, imtazu yawma, jitengeni, kaeni peke yenu. Kwa hivyo baba anamwona huyo mkewe anaondoka, anakwenda upande wa pili. Mke anaona huyo mume anaondoka. Baba anaona mtoto huyo anakwenda sehemu ile. Mtoto anaona baba yule anakwenda sehemu ile. Yani kila mmoja atakwenda, ikiwa wote iko kuna katika nyumba na mtu wa peponi na mtu wa motoni, ama inshallah watu iko peponi pamoja, watu tuko pamoja. Lakini kila aliyekuwa mwovu kwenda motoni, basi watatengwa peke yao. Kwa hivyo yaumaidhin yasduru nas ashtatan, watu watatoka kwa mafarakano, kila mmoja kwa upande wake, liyurau, ili waonyeshwe nini? Liyurau a'malahum, amali zao, waonyeshe vitendo vyao. Wataondoka ashtatan, na kule tunaposoma wal-layli idha yakhsha wan-nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum la shatta. Ashtatan, anapa Mwenyezi Mungu usiku wal-layli idha yakhsha, unapofunika mchana kwa giza, wan-nahari, na mchana idha tajalla, unapotokeza ukaeneza wa mwangaza wake, na anawapa kwa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha, kwa aliumba wanaume na jike, viapo vitatu hivi, ya kwamba baada Mwenyezi Mungu asemi wallahi, akasema anaomba wal-layli wan-nahari wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, anasema sasa nilikuwa pia katoa nguvu kwa kiapo, inna sa'yakum, hakika amali zenu, la shatta, kila mmoja upande wake, watu wengine wa motoni na wengine wa peponi. Inna sa'yakum la shatta. Kwa hivyo siku hiyo watatoka watu, yasduru nasu ashtatan, watoke kwa mfarakano, kila mmoja upande wake, liyurau, ili waonyeshwe, liyurau a'malahum, ili waonyeshwe nini? Amali zao, waonyeshwe vitendo vyao, liyurau a'malahum. Siku hiyo watatoka makaburini mbio, nao wamo katika mtafaruku, kila mmoja anakwenda upande wake aliowekewa, wapate kuziona hesabu zao, malipo yao walioahidiwa na Mwenyezi Mungu. Watapopewa vitabu vyao, wakasomewa kila neno, kila jambo kuhusu amali zao walizozitenda duniani. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu asema hapa ashtatan liyurau a'malahum, madha al-ashtatan, wa huku mbali na huku mbali, inaelezewa kwa aya mbili za mwisho. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبسي من يعمل يولي ambaye atakayetenda mithqala dharra, uzito hata chembe ya atom dogo, sehemu ya dharra, chembe dogo sana ya nini? Mithqala dharratin ya khair, khairan yarahu, wataiona. Waman ya'mal mithqala dharratin sharra, na yeyote atakayefanya hata nini, chembe ndogo kama ya atom ya uovu, ya shari, yarahu, ataiona, na atalipwa kwa mujibu wa amali zake. Wa wudhi'a alkitab, na kivitabu vitawekwa, ndio humo ndo ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين يومئذ وترانا مجرمين ووضع الكتاب فترى المجرمين يومئذ مشفقين مما فيه ونوقف ونخوف غبا مما فيه في هذا الكتاب, kwa yale mambo yaliyokuwemo nini katika kitabu. Wanasema nini? Wakuli ma li hadha alkitab, kitabu hiki leo kina nini jamani? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha,
hakijawacha la kidogo kikubwa wala kidogo wala kikubwa, isipokuwa kitabu hiki kimedawini, kimeandika ndani yake. Wawajadu ma amilu hadira, wakakuta yote yale waliyofanya yamehudhurishwa. Wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mwenyezi Mungu hatamdhulumu mtu yote kabisa. Yani wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Chochote mnachotanguliza ya khairi basi utalikuta Mwenyezi Mungu, utalikuta kwa Mwenyezi Mungu. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Amali za hawa wataziona na hawa wataziona. Kwa hivyo watakuwa ashtatan firaqan mutafawitin, kila moja yuko upande wake kwa mujibu wa amali zao, waliotoa hasanati mbali wa sayiat mbali, alafu kisha waonyeshwe jaza zao. Waman ya'mal mithqala dharratin khairan, طبعا hii waman ya'mal mithqala dharratin sharran, hapa nasema kwamba ataona vitu vidogo sana, halafu staajabu, hata hichi limeandikiwa dhambi jamani, hichi nobe hichi. Akamwambia wewe, kila kitu kipo hapa, hakuna kilichotupa. Wengine hata utegemei, hata staajabu mtu, lakini atakayefurahi yule kwa jambo hili ndogo lakini la kheri na thawabu zimeongezeka, bali ndio atakayefurahi. Atapoona mithqala dharra lati hiya ahqar al-ashya, vitu vya chini kabisa visiyokuwa na thamani wala maana wala uzito wote, siku hiyo akaona kwamba analipwa, anapewa jaza yake. Hapo ndio atapoona ajabu kwamba nini, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, kama sura al-Imran ilivyokuja yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Siku nafsi yote itaona kila amali aliyofanya khairi na hudhurishwa pale. Wama amilat min su, hata yale aliyofanya ovu pia muhdhara. Hata basi aliyofanya yale maovu, tawaddu ni law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida, muda mrefu baina yao na baina kile kitendo cha kibalo chokifanya kiko mbali sana. Wa yuhadhirukumullahu nafsa, Allah katika aya hizo nzito, wa yuhadhirukumullahu nafsi yake. Mwenyezi Mungu anakuhadharisheni, hili jambo si dogo jamani, yuhadhirukumullahu nafsa, subhanallah. Kwa hivyo tunamaliza sura Az-Zalzala kwa kusema kwamba ni sura ambayo kitishio chake cha mtetemeko mkubwa na kwamba watu watafufuliwa. Aya hii ukilinganisha na aya nyinginezo kama tulivyochanganya, utaona kwamba yameelezwa kwa mfumo mwingine, kama katika sura Yasin, katika sura Al-Imran, tumetoa aya katika sura Al-Kahf, na yote haya kukupa picha zaidi nini kusudia la hizi aya zilizokuwa hapa. Wabihadha naktafi, wallahu a'lam.